Yesu katika ibada yetu ambayo ni ya Jumapili katika kanisa letu la Full Gospel Church of Kenya Kimalat upande wa Kitengela. Ni furaha yetu kuwa pamoja na wewe asubuhi njema, hata kuweza kushukuru Mungu na kusifu Mungu pamoja, hata tunapokiri ya kwamba hakuna wa kufanana na Mungu mbinguni na duniani, na katika maisha yetu hakuna wa kufanana na Mungu. Jina langu ni Duncan Kanyi, mimi ni mchungaji katika kanisa hili, na ni furaha yangu kukukaribisha wewe ambaye unashirikiana pamoja nasi katika ibada hii yetu kwa mtandao, pamoja na wale ambao wataweza kushirikiana nasi baadaye. Tunawakaribisha sana. Ningependa tukaweze kuomba ili tukaweze kuanza ibada yetu. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu tunakushukuru na kulisifu jina lako asubuhi njema kwa rehema nyingi ambazo umetufikishia kila mmoja wetu, kwa baraka nyingi ambazo Bwana umetufikishia, baraka za uhai, baraka za afya nzuri, baraka za wokovu, baraka za amani na baraka nyingi ambazo hatuwezi tukakadiria zote. Tunanyenyekea mbele zako tunaposema heshima, utukufu na shukrani Bwana zikurudie. Tunapoanza ibada yetu asubuhi hii, tuombe Bwana ukaweze kuwa pamoja nasi. Roho Mtakatifu wa Mungu tunakukaribisha, utuelekeze katika uimbaji, utuelekeze katika neno na hata katika matoleo na yote ambayo tutayafanya Bwana. Tuomba kuongozwa na kuelekezwa na Roho wako Mtakatifu. Jina lako liinuliwe na libarikiwe, kwa sababu tumeomba tukiamini katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Basi ningependa nisome neno la utangulizi tunapoanza ibada yetu. Neno lililoko katika kitabu cha Wahibrania, sura yake ni ya 13, mstari wake ni wa 15, 16 na 17, na nitasoma kwa Kiingereza. Neno la Mungu linasema, Hebrews chapter 13 verse 15 through verse 17. Through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that openly profess His name. And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. Verse 17. Have confidence in your leaders and submit to their authority, because they keep watch over you as those who must give an account. Do this so that their work will be a joy, not a burden, so that would be of no benefit to you. Hilo ni neno la Bwana, mwandishi wa kitabu hiki cha Wahibrania, akituhimiza tukaweze kutoa shukrani zetu kila wakati kwa Mungu, kwa sababu anasema hiyo ni sifa ama ni tunda ya vinywa vyetu na maneno yetu. Maneno yetu ya shukrani, maneno yetu ya sifa, maneno yetu ya kumtukuza na kumuinua Mungu inakuwa ni sadaka ambayo inampendeza Mungu. Na siku ya leo tumekusanyika hapa tukaweze kutoa sadaka yetu kwa Mungu katika sifa na katika kumwabudu. Na neno la Mungu mstari wa 16 linatuambia, na tuendelee kufanya mazuri hata kwa mmoja na mwingine. Na hata wakati ambao tunaendelea na maisha ya changamoto nyingi, ni vizuri tukumbuke ya kwamba pamoja na kusifu Mungu, pamoja na kutoa shukrani zetu na sifa zetu kwa Mungu, tukazidi kutenda mazuri kwa Mungu, kwa mmoja na mwingine, kwa ndugu zetu na dada zetu. 17 inasema ya kwamba na tuwe watu ambao wanatii viongozi ambao Mungu ametubariki nao. Hata tunapoendelea na mambo ambayo tunafanya, pia tunaendelea kuomba na kuamini Mungu ya kwamba kila mmoja wetu wataweza kutii maagizo ya serikali, kutii na kufuatilia yale ama zile instructions ambazo tunapewa na viongozi wetu, kwa sababu tunapofanya vile, basi hata tunafanya kazi yao iwe rahisi, isiwe ni mzigo, na wao wanazidi kuwa baraka kwetu, nasi tunaendelea kubarikiwa na kuongozwa na Mungu. Basi ni baraka yetu na ni baraka kubwa ambayo Mungu ametubariki nayo, ya kwamba leo tunaweza kutoa shukrani zetu, hata tukishukuru Mungu kwa sababu ya mengi mazuri ambayo ametufanyia. Nitawakaribisha waibaji watuongoze katika wimbo mfupi wa kuabudu Mungu tunapotoa shukrani zetu kwake, na kisha baadaye tutaimba wimbo mmoja wa sifa ili tukaweze kulipokea neno la Bwana baada ya huo wimbo. Waibaji, karibuni.
nafasi nyingine tena ya kumwabudu Bwana wetu, ni kwa sababu ni Mungu mkuu, ni Mungu aliye juu ya hali zote. Every season anaielewa na inakuwa ni juu yake, ni kwa sababu yeye ndiye Muumba wa mbingu na nchi. Na kwa hivyo ninawaomba muungane nami, muungane nasi tunapouimba wimbo huu ya kwamba hakuna Mungu mwingine aliye kama Mungu wetu. Hakuna Mungu mwingine aliye mkuu kama Mungu wetu. Na mtaweza kubarikiwa. Hakuna Mungu kama wewe. Wewe hakuna
sababu nguvu zako za kubariki Bwana ziko pamoja na watu wako. Taombea watu wako wakiwa nyumbani kwao Bwana. Taombea wakiwa katika pepo Bwana. Tawainua mbele zako Mungu wetu, tukijua ya kwamba wewe watu wazia mema, na ya kwamba wakati wako ukitimia Mungu utafanya mambo haya yote kupita Mungu. Pokea sifa zetu na shukrani zetu tunapoingia katika kipindi cha kukusifu Bwana. Taomba nguvu mpya Mungu wetu. Taomba Bwana ukatuhudumie kila mmoja wetu, na ututie Mungu na kutuhudumia tena Bwana, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu tunaomba. Takaribisha Jones katika kipindi cha kusifu Bwana. Pata nafasi ya kumsifu Mungu wako, pata nafasi nzuri ya kuinua mikono yako na hata kumwambia anastahili sifa. Hata we will praise our Lord in and out of season. Kwa hivyo tutaungana tuunganishe mikono yetu, tumkaribishe Jones akija kutuletea sifa. Haleluya, haleluya. Mshangilie Bwana. Neno la Mungu linasema ya kwamba Mungu anakaa katika sifa za watu wake. Kwa hiyo hii kumaanisha kwamba kuna nguvu katika sifa. Tunapomsifu Mungu, kuna mambo yanabadilika katika ulimwengu wa kiroho tunapotoa sifa zetu kwa Mungu. Kwa hiyo mahali popote ulipo, inuka msifu Bwana, mtukuze Bwana. Maana kupitia kwa kumsifu Bwana uponyaji unapatikana na ushindi unapatikana. Kwa hiyo ni wakati wa kumsifu Bwana. Mwamba, 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 mwamba.
na upendo mwingi ambao umetuonyesha. Basi tunataka kulipokea neno la Bwana. Asubuhi njema tuko na ndugu yetu, mzee wetu wa kanisa, Elder Joseph Buru. Yeye ndiye anakuja kutuletea neno la Bwana, na ningeomba tukaweze kuomba pamoja hata tunapoandaa mioyo yetu na nafsi zetu kulipokea neno ambalo Bwana amekusudia, hata tukalipokea asubuhi njema. Tuombe. Mfalme wa wafalme, Mungu wa mbingu na nchi, wewe uliye Bwana katika maisha yetu na uliye mwokozi wetu, tunaketi sasa kulitulia na kulisikia neno lako ambalo umeandaa kwa ajili yetu. Tunamwombea ndugu yetu Mzee Mburu wanapokuja kutuletea neno, ukampe usemi, ukamwelekeza na kumuongoza, kwa sababu neno lako ni nyundo, linaharibu kazi ambayo inaweza kuwa imejengeka katika maisha yetu ambayo sio sawa. Tuomba Bwana neno lako likaweze kuharibu na kubomoa kila aina ya mjengo ambao hauko sawa katika maisha yetu, na pia Bwana likatujenge upya. Waomba Bwana kuandaliwa mawazo na mioyo yetu na miili yetu hata tunapolipokea hili neno. Roho Mtakatifu wa Mungu, mtumie mtumishi wako ili yawe baraka kwetu na baraka katika maisha ya wote ambao wanatusikia na wanaotuona. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Amen. Basi tunaweza kuketi ubaji tunapomkaribisha ndugu yetu Mzee Buru aje atuletee neno la Bwana kadiri ya vile Bwana amekusudia, tukimchangia kwa makofi. Asante. Popote unaponitazama mchana wa siku ya leo, ningependa kukusalimu katika jina la Yesu, na vilevile nikukaribishe katika ibada hii ambayo tunaifanya kupitia kwa mitandao. Na jua kila mmoja wetu anayetutazama na anayetuona unafahamu ya kwamba hili ni mojawapo ya lile ambalo limetokea katika nchi yetu, ya kwamba hata mikusanyiko katika makanisa siku hizi haifanyiki. Hilo si kumaanisha ya kwamba neno la Mungu haliwezi likahubiriwa, na ndio sababu siku ya leo tumesimama na tunasema ya kwamba ingawa hatuko idadi ambayo huwa tunakutana kanisani, na ingawa hatujakutana jinsi huwa ni kawaida yetu, nataka kuamini ya kwamba mahali popote ulipo bado tunaweza kushiriki neno la Mungu kwa pamoja na ukaweza kubarikiwa. Nimekuwa nikitazama neno la Mungu na nikaona ya kwamba tangu mwanzo neno la Mungu linaonyesha ya kwamba Adamu wa kwanza akawa amebeba mauti kupitia kwa dhambi, na neno la Mungu linanionyesha ya kwamba mauti yale yakamfanya apatwe, ama dhambi ile ambayo alifanya ya mwanzo ikamuunganisha na mauti. Na ndiposa hata siku ya leo tunajipata ya kwamba baada ya miaka michache katika ulimwengu huu, maana si miaka mingi, tunaondoka ama tunafariki na tunakosa kupatikana tena katika ulimwengu huu. Nilipokuwa ninatazama hali hii imetokea kutokana na janga hili ambalo liko na corona. Corona iko na nguvu, kwa maana kupitia kwa nguvu zake imeweza kuangamiza watu kadhaa, na tunajua hivyo katika ulimwengu mzima. Lakini nataka niseme hivi, Adamu wa pili alipokuja, neno la Mungu linasema akawa amejawa na nguvu za Mungu. Hakujawa na nguvu za mauti, bali alijawa na nguvu za Mungu. Na hizi nguvu za Mungu zilipofanya kazi ndani ya maisha yake, neno la Mungu linaonyesha ya kwamba ijapokuwa alipitia mateso kama mwanadamu, mwishowe aliweza kuingia katika kaburi, na kwa sababu alikuwa amebeba nguvu za uzima, akatolewa katika kaburi, na sasa anatawala hata wa leo. Nataka kuamini ya kwamba maana tunahubiri kupitia kwa nguvu hizo ambazo ziliweza kumfufua Kristo katika mauti. Nguvu hizi zinaweza kukufikia mahali popote ulipo. Katika nchi yetu ya Kenya tumepokea watu ambao walitoka sehemu za nje ama nchi za nje, ndio waliweza kuleta ugonjwa huu, ama ugonjwa huu ulibebwa ama uliletwa kupitia kwa wanadamu ambao walifika katika nchi hii kutoka nje. Lakini nataka nikuambia kwamba nguvu za neno ambalo tunanena asubuhi ya siku ya leo ziko na uweza wa kukufikia mahali popote ulipo katika ulimwengu pasipo kusambazwa na mwanadamu yeyote. Kwa hivyo tunatumikia Mungu aliye na nguvu,
zilizo juu ya nguvu za mauti ya korona. Nataka nikuletee neno la Mungu kwa kipindi kifupi sana, ili tuweze kushiriki pamoja nawe na ukaweza kubarikiwa. Ujumbe wangu wa siku ya leo ninapoenda kusoma katika kitabu cha Wafalme wa kwanza 17, nataka kunena kuhusu tumaini ambalo linapatikana kupitia kwa imani katika Kristo. Tumaini lipatikanalo katika imani iliyo ndani ya Kristo. Hope through faith in Christ Jesus. Tunaponena kuhusu imani, yawezekana isiwe ni kuhusu mambo ambayo unaona kwa sasa, lakini ni mambo ambayo unatarajia kuyapata, na kwa sababu ya imani uliyo nayo katika Kristo. Nataka kusoma katika kitabu hicho cha Wafalme wa kwanza 17, na nitasoma mistari michache tu, kisha baadaye tutabarikiwa kwa pamoja. Kuanzia mstari wa 9, ukipata nafasi utasoma kuanzia mstari wa kwanza. Kwanza mstari wa 8 kuteremka kidogo, inasema, neno la Bwana likamjia kusema, ondoka uende Sarepta ulio mji wa Sidoni, mwanamke mjane wa huko akulishe. Basi akaondoka akaenda Sarepta. Hata alipofika langoni pa mji, kube mwanamke mjane alikuwako akiokota kuni. Akamwita akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo choboni nipate kunywa. Alipokuwa akienda kuleta, akamwita akasema, niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako. Naye akasema, kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate ila kozi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa, nami ninaokota kuni mbili ili niingie nijipikie nafsi yangu na mwanangu, tule tukafe. Elia akamwambia, usiogope, enenda ukafanye kama ulivyosema, lakini unifanyie kwanza mkate kidogo ukaniletee, kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao. Kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, lile pipa la unga halitapunguka, wala ile chupa ya mafuta haitaisha, hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi. Jina la Mungu wetu lipewe sifa. Neno hili ninapolisoma na ninapolitazama, ni kwamba katika nchi kukatokea janga kama lile ambalo limetokea siku ya leo, na ikawa ya kwamba kwa kila mmoja hapakuwa na tumaini lolote la kuishi. Na kwa yeyote ambaye alikuwa anashughulika kwa sababu ya nafsi yake mwenyewe, ili aweze kujiponya na kujiokoa. Na neno la Mungu linasema ya kwamba huyu mtishbi ambaye ni Elia, mtumishi wa Mungu, akateremka akafika katika kijiji hiki cha Sarepta kama vile Biblia inavyosema. Na kwa sababu ilikuwa ni agizo ya neno la Mungu, akaambiwa atakapofika hapo atamkuta mjane mmoja katika kijiji hicho, naye atamlisha. Kumbuka nimesema ya kwamba ilikuwa ni wakati wa kiangazi, ni wakati wa njaa, mahali ambapo mashamba hayakutoa chochote, mahali ambapo biashara hazikuonekana kufanya vizuri sana. Lakini neno la Mungu linasema wakati mtumishi huyu wa Mungu alipofika mahali pale, kama vile tumesoma neno la Mungu, akamkuta yule mjane akiwa katika shughuli za mtu ambaye hana tumaini kubwa sana, shughuli ambazo zinaonyesha ya kwamba alikuwa anashughulika kujishughulikia nafsi yake mwenyewe, na vile vile kushughulika kwa sababu ya nafsi ya mwanawe. Na neno la Mungu linasema mtumishi wa Mungu akafungua kinywa chake akanena na huyu mama. Nataka kuamini asubuhi ya siku ya leo, kwa wote ambao wamefika kiwango cha kupoteza tumaini kwa sababu ya mambo ambayo tunapitia katika ulimwengu wa sasa, na mambo ambayo tunapitia katika nchi yetu,
yawezekana kuna wengine wetu wamepata hata watu wao wameambukizwa na ugonjwa wa corona. Wengine wetu yawezekana wanaponisikiza sasa na kunitazama ni kwamba kuna watu ambao wanaitanishwa na wao ambao hawawezi kuwazika, wamefariki, hawawezi kuwazika kwa sababu ya idadi ambayo inahitajika kuwa pale. Wengine wetu wamesemekana ni kati ya wale ambao wanatafutwa katika nchi yetu ambao yawezekana wamekaribiana sana na wale ambao wameambukizwa. Nataka kusema hivi kwa sababu ya wewe ambaye unanitazama na kunisikiza, ya kwamba kuna tumaini ambalo linapatikana kupitia kwa imani katika Kristo. Huyu ni Adamu wa pili aliyeleta tumaini la kuishi mara ya pili. Neno la Mungu linasema mwanamke huyu aliponenewa na mtumishi wa Mungu Elia na kuomba ya kwamba akaweza kumletea maji ya kunywa, neno la Mungu linasema ya kwamba alipokuwa anaondoka, shida kwa mawazo yake ikaongezeka. Hakuwa na shida wakati maji ama wakati aliagizwa kuleta maji. Hata hakuwa na shida wakati aliulizwa ya kwamba niletee maji nipate kunywa. Lakini shida kwa mawazo yake, tumaini lake likaanza kupungua wakati alisikia ya kwamba sio hivyo tu, bali hata kama una kipande cha mkate ukaweza kuniletea. Ninajua kuna watu walipotazama na waliposikia ya kwamba ugonjwa umefika katika nchi yetu ya Kenya, kuna watu walianza kupoteza tumaini. Kuna watu walianza kupoteza ile tumaini ya kwamba wataendelea kuishi. Lakini wakati ulipokuwa unaendelea, ikasemekana hata biashara zingine bado itahitajika zifungwe ili kuweza kuzuia ugonjwa huu. Nataka kusema hivi, wakati mawimbi yanaongezeka sana, sikumaanisha ya kwamba mauti yako yanakaribia. Wakati mambo mengine yanaendelea kuwa magumu katika maisha ambayo tunaishi, sikumaanisha ya kwamba tumefika mwisho wetu. Mtumishi wa Mungu alipoitisha kipande cha mkate, huyu mama akafadhaika katika moyo wake. Lakini neno la Mungu linasema hivi, ya kwamba akamjibu akamwambia ya kwamba tumaini langu ni dogo, kwa sababu katika nyumba yangu, katika kibaba nina unga kidogo tu ambayo imesalia. Vile vile nina mafuta kidogo sana ambayo imesalia katika chupa. Na ili niingie, nilikuwa natafuta kuni niweze kuingia ili tukaweze kujipikia mimi na mwanangu tule na tufe. Unajua pia ninapotazama neno hili, ninaona Biblia inasema alikuwa anaokota kuni mbili. Hakuwa anaokota nyingi. Mtu aliyepoteza tumaini, kwa sababu kuni nyingi zinaokotwa na mtu ambaye ana chakula kingi katika ghala. Nataka kusema hivi, watu wanaojitia nguvu, watu wanaoenda mbali sana ni walio na tumaini kuu katika ghala lao. Katika ghala la huyu mama kulikuwa na tumaini kidogo. Hivyo hangefanya kazi kubwa, hivyo hangeshughulika sana kutafuta kuni nyingi. Alitafuta kidogo tu kwa sababu tumaini lake la kuishi lilikuwa linafika mwisho. Nataka nikunenee mchana wa siku ya leo, popote ambapo unanitazama, ya kwamba yawezekana ulifunga biashara na sasa yasemekana bado tunaendelea kukaa katika nyumba. Hatujui yatakayotokea. Maana sitaki kutabiri niseme ya kwamba ifikapo next week ya kwamba mambo itakuwa shwari. Lakini nataka niseme hivi, ijapokuwa mambo yataendelea kuwa magumu katika nchi yetu, ijapokuwa kutaendelea kuonekana ni kama kwamba giza inaendelea kuongezeka, nataka uamini pamoja nami asubuhi ya siku ya leo ya kwamba sisi tunaomtumikia Mungu aishie milele, sisi ambao tuko na tumaini katika Kristo Yesu, katika ghala letu kuna wingi wa kututosha katika wakati huu, katika jina la Yesu. Jina la Mungu wetu lipewe sifa. Biblia inasema alipokuwa akiingia bado katika nyumba, mtumishi wa Mungu akamfuata bado na maneno. Akamwambia ni kwa sababu neno la Mungu linasema ya kwamba katika chungu hicho ambacho unaenda kuchota hiyo unga, na katika chupa ambacho unaenda kumimina mafuta, ili ukaweze kunitengenezea mkate nipate kula, ili kisha baadaye na wewe uweze kujishughulikia na mwanao,
Neno la Mungu linasema ya kwamba katika majira haya ambayo tutakuwa tumekaa, majira haya ambapo kiangazi kitakuwa kinaendelea, majira haya ambapo hakutakuwa na tumaini kwa watu wengi, majira haya ambayo watu wengi wataangamia, katika nyumba yako wewe na mwanao, kibaba chako hakitakosa unga, mafuta haitakosa katika chupa yako. Nataka ninene baraka juu ya maisha yako asubuhi ya siku ya leo, nikitabiri na kusema hivi ya kwamba ijapokuwa mambo yataendelea kuwa magumu zaidi, ijapokuwa tumaini litaonekana kudidimia, ni kwamba katika maisha ambayo utaishi wakati huu wa janga hili, ni kwamba kuna jambo Mungu atafanya katika maisha yako. Biblia inasema wakati mmoja katika kitabu cha Wafalme wa Pili, ukisoma chapter number 6 kuanzia mstari wa 17, wakati mmoja Elisha pamoja na mtumishi wake wakawa wamekaa, na katika jiji lao likazungukwa na maadui. Na neno la Mungu linasema ya kwamba mtumishi huyu wa Elisha alipotoka nje na kutazama, akaona ya kwamba katika milima maadui zao walikuwa wamesimama na walikuwa wameijaza milima. Hii ilikuwa ni kumaanisha ya kwamba mwisho wao na tamati yao ilikuwa imefika. Lakini neno la Mungu linasema ama linaonyesha ya kwamba mtumishi huyu akafadhaika sana katika moyo wake, maana alitazama katika upande wao, akakuta ya kwamba ijapokuwa ni yeye na mtumishi wa Mungu, ni kama tumaini linadidimia. Neno la Mungu linasema hivi ya kwamba akakimbia kwa mtumishi wa Mungu, akamwambia ya kwamba tazama, maadui wamejaa katika milima, wametuzunguka, na ni kama kwamba maisha yetu yako hatarini. Lakini mtumishi huyu wa Mungu ambaye ni Elisha ananipendeza kwa maneno ambayo alitoa. Akaomba Mungu, akamuuliza, ninakuomba ya kwamba ukamfukue mtumishi huyu wangu macho, na ili akaone jeshi na wingi wa jeshi lililo katika upande wetu. Nataka kusema hivi wapendwa, ijapokuwa tumaini linaonekana kudidimia, ijapokuwa ya kwamba tunaona tumesongwa na mambo, ijapokuwa ya kwamba tumesukumwa katika pembe, ni kwamba bado kuna tumaini. Kwa wote wanaomtumainia Mungu, bado kuna tumaini la kuishi mara tena. Neno la Mungu linasema ya kwamba mtumishi huyu alipofunguliwa macho, aliporudi tena na kutazama, hakuamini yale ambayo alikuwa yanaonekana. Naye mtumishi wa Mungu akaomba ya kwamba wale maadui zao wakapigwa na upofu. Na Biblia inasema walipopigwa na upofu wakaanza kushambuliana. Naye mtumishi wa Mungu bado akawashika wale watu, akawauliza wamfuate, akawapeleka katikati ya jiji la Samaria, akawapeana kwa mfalme. Nataka kusema hivi mchana wa siku ya leo, bado kuna tumaini kwa wale wanaomtumainia Bwana katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninajua labda mwingine anajiuliza, tumaini linaweza kupatikanaje wakati kama huu ambapo ninapotazama ni kwamba katika nyumba yangu hakuna chakula ambacho kitanitosha katika wiki moja. Nataka nikwambie hivi mpendwa, njia za Mungu si kama njia za wanadamu. Yawezekana mambo haya yakatusukuma sana kama nchi, na ikafika wakati ikasemekana hata kutakuwa na total lockdown. Lakini nataka uamini hivi ya kwamba ijapokuwa janga hili litakuwa kubwa, mtumishi wa Mungu Elisha alipokuwa anaenda pale Zarefani, alipokuwa anateremka, Biblia inaonyesha ya kwamba Mungu alikuwa amemwambia, enenda ukajifiche katika birika, katika kijito ambacho kinakabili Yordani. Na Biblia inasema akaenda akajificha katika pango fulani, na kulikuwa na kijito ambacho kilikuwa kinapita pale. Na wakati alikuwa amekaa pale, kumbuka ni mtumishi wa Mungu na ambaye amenenewa na Mungu, na hatuwezi kuamini ya kwamba Mungu anaweza kukutuma mahali uende ukateseke. Utasoma hiyo chapter number 17 kuanzia hapo moja, utasikia alipokuwa amekaa pale, baada ya siku kadhaa, neno la Mungu linasema kijito kile kikakauka. Kijito kikakauka. Na hapo sasa ndipo sauti ya Bwana ikamnenea ya kwamba ateremke katika Sarepta. Nataka kusema hivi, yawezekana tuwe na Kristo katika merikebu,
yawezekana mawimbi yakawa mengi katika merikebu ambayo tunasafiria. Yawezekana ya kwamba usiku mwingine ukaonekana kuwa wa giza sana kuliko siku zingine. Wakati wa zamani nilisikia watu wakisema, mtu akitoka nje unasikia akisema, siku ya leo giza imekuwa kali sana hata inaweza pasuliwa kwa shoka. Kumaanisha ilikuwa ni giza ambayo si ya kawaida. Lakini la kuchangaza ni kwamba hata kama giza ilikuwa inaonekana ikiwa nzito kuliko siku zingine, asubuhi ilikuwa inafika. Jina la Mungu wetu lipewe sifa. Yawezekana mambo yakaonekana kuwa magumu sana. Wengine wetu wamesimamishwa kazi mahali ambapo wanafanyia kazi. Wengine wetu bado wanaendelea kazi lakini mishahara yao imepunguzwa. Wengine biashara ambazo walikuwa wanafanya hawawezi kulipa rent, imebidi wafunge kazi hizo. Wengine ambao hata watoto wetu walikuwa wanaenda shule sasa wako nyumbani. Wengine ambao tungeweza kusafiri kwenda kuonana na watu wetu hatuwezi kufanya hivyo. Na mambo bado yanaendelea kuonekana magumu zaidi. Kila siku tunaposikiza ya kwamba kunatangazwa wale ambao wamepimwa kwa masaa 24, idadi inaongezeka kuliko jana. Mambo yanaonekana ni kama kwamba tunafika mwisho. Lakini nataka uamini mchana wa siku ya leo ya kwamba kuna Mungu aketie mbinguni, na yeye anayekushauri siku ya leo ya kwamba uweke tumaini lako ndani yake kwa wingi, ili wakati huu wa kiangazi na janga hili ukaweza kusimama imara. Yeye ni mwaminifu, neno lake lasema ya kwamba atatimiza. Jina la Mungu wetu lipewe sifa. Musa wakati alikuwa na wana wa Israeli, walipokuwa wanatoka katika nchi ya Misri, walipokuwa wanaondokea shida, wakati walikuwa wanatorokea mateso, wakati walipokuwa wanatorokea mambo magumu katika Misri, neno la Mungu linasema hivi ya kwamba walipofika kando ya mto pale katika ziwa la Shamu, ikawa ya kwamba wamefika mwisho. Walipotazama nyuma yao wakaona adui zao wanawakimbiza. Neno la Mungu linasema ya kwamba Musa akasimama katikati yao na akawanenea, akawaambia, msifadhaike wala msiogope, ila tusimameni imara na mtaona wokovu wa Bwana. Maana adui wenu hawa ambao mnawaona siku ya leo, jina la Mungu wetu lipewe sifa. Biblia haisemi ya kwamba adui zenu mnaofikiria wako, adui zenu ambao mnasikia kwa fununu. Inawezekana mateso ambayo yako ni mateso ambayo ni tangible, mateso ambayo unaweza onyesha ya kwamba ni hivi na hivi, mambo ambayo ni physical, ambayo ukituelezea kweli tutaelewa. Yawezekana kuna mambo unapitia ambayo si mambo yako katika anga ya kiroho, lakini ni mambo ambayo ni physical. Wana wa Israeli walikuwa wanaona adui kwa macho yao wenyewe na wakafadhaika katika mioyo yao. Lakini neno la Mungu linasema hivi ya kwamba mtumishi wa Mungu akasimama na akanena na wao, akawanenea maneno hayo ya kwamba msiogope wala msifadhaike. Utaenda utasoma utakapopata nafasi katika kitabu cha Kutoka 14 na mstari wa 13 ya kwamba simameni wima, simameni imara, maana adui zenu hawa wa Misri mnaowaona siku ya leo hamutawaona tena katika maisha yao ama katika maisha yenu. Jina la Mungu wetu lipewe sifa. Nataka kuamini wewe unayenitazama mchana wa siku ya leo, neno hili linakupa tumaini katika moyo wako na katika maisha yako, ujue ya kwamba Mungu anakushughulikia. Nataka nisome neno katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza, ninapoelekea kumalizia. Wathesalonike wa kwanza 5 na mstari wa 16. Biblia inasema hivi, Wathesalonike wa kwanza 5 na mstari wa 16. Furahini siku zote, ombeni bila kukoma, shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Msimzimishe roho, msitweze unabii, jaribuni mambo yote, lishikeni lililo jema, jitegeni na ubaya wa kila namna. Nikifika hapo mstari huo wa 10 ama 22, neno la Mungu linasema furahini siku zote. Si wakati janga la corona halipo, hapana,
si wakati tuna shibe, hapana. Si wakati tuko na afya, si wakati biashara zetu zinaendelea vizuri, si wakati mambo yetu yanaenda vizuri, si wakati kuna mafanikio katika maisha, bali hata wakati wa kiangazi, bali hata wakati wa magonjwa, bali hata wakati wa kupitia magumu na mazito ya maisha haya, tuweke tumaini letu kwa Bwana. Na tumaini hili tukiliweka kwa Bwana kwa wingi, litaleta kuwa na furaha katika maisha. Biblia inasema furahini siku zote. Sio siku ya Monday na siku ya Tuesday unakuwa na huzuni. Furahi siku zote. Si wakati ripoti inapokuja nzuri ya kwamba kuna watu wanaendelea kupata nafuu unasikia vizuri. Lakini wakati inasemekana bado ongezeko la maradhi ya corona inaendelea, unapoteza tumaini. Furahini siku zote katika Bwana. Ombeni bila kukoma, shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Mstari wa 23 inasema, Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa, nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu muhifadhiwe muwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. 24 inasema, yeye ni mwaminifu ambaye awaita, naye atafanya. Bwana Yesu apewe sifa sana, ya kwamba yeye anayetunenea, yeye anayetufahamisha mambo haya, ijapokuwa twapitia katika mambo yasiyowezekana na mwanadamu, ijapokuwa tukuna misukasuko ya kila aina, ijapokuwa hata siku ya leo ninaponena kuhusu tumaini, ninaponena kuhusu tumaini hili linalopatikana katika imani katika Kristo, yawezekana ukafanya hesabu ukaona hata siku ya leo labda hauna chochote katika nyumba yako. Lakini nataka nikwambie hivi, ni vyema kuwa na tumaini katika Bwana. Ni vyema kuwa na tumaini siku zote katika Bwana. Maana katika ghala lake kuna mengi hata zaidi ya kile ambacho unahitaji siku ya leo. Wengine wanaomba kwa sababu ya jamii zao, wengine wanaomba kwa sababu ya mambo yao mbalimbali, iwe ni biashara, iwe ni mambo ambayo ni ya kila siku, iwe ni wale ambao wameitanishwa na wao, iwe ni kazi ambazo tumeajiriwa, iwe ni kurejelea makanisani kama wakati wa siku ya leo, maana tungekuwa tumejaa makanisani, iwe ni kuhudhuria biashara zetu kama kawaida. Ninajua kila mmoja wetu ako na ombi mbele za Bwana, lakini ningependa kukuambia hivi mchana wa siku ya leo, ijapokuwa itaonekana kama maombi haya unayoomba hayajibiwi, bado kuna tumaini katika Kristo. Nalo tumaini hili linapatikana kwa wanaomwamini huyu aliye mwaminifu katika jina la Yesu Kristo. Mpendwa wewe ambaye unanitazama, ninashukuru ya kwamba unamfahamu Mungu. Na iwapo unanitazama siku ya leo na haujakata kauli ya kumwamini huyu ambaye anatupa tumaini wakati wa shida, huyu ambaye anatupa macho ya kuona uzuri wakati wa shida, anayetusaidia masikio yetu yanasikia shangwe badala ya kusikia kilio, huyu ambaye anahuisha nafsi zetu na roho zetu, na tunapata kufanywa upya nafsi zetu kila siku, ninataka nikujulishe ya kwamba kuna nafasi kwa sababu ya hilo ukaweza kumwamini, ili wengine wanapoimba wimbo wa sifa, ijapokuwa wataonekana hawana mavazi mazuri, wamelalukiwa, hawali chakula kizuri, hawakai makao kama yale ambayo labda wewe unaishi, lakini wana furaha katika Bwana. Neno la Mungu limetuonyesha ya kwamba ijapokuwa mwanamke ambaye ni mjane, jambo la kwanza hana mtu wa kumsaidia. Kama vile labda umefanya hesabu na kuona hata biashara ikisemekana zianzishwe tena, hauna uwezo, hauna ile capacity ya kwenda kwa banki ukapata kupewa loan, kwa sababu hata labda hauna account ya banki. Sasa unafanya hesabu, unaona ya kwamba hata biashara zikirejelea hauna namna ya kurudisha biashara yako. Alikuwa ni mama mjane. Jambo la pili, yeye ndiye alikuwa tegemeo kwa mtoto wake. Yawezekana wewe ndiye tegemeo hata kwa jamii yenu. Tumekuwa tukiona watu
wanapopata kufariki, unasikia watu wao wanajitokeza na kusema tumempoteza mtu wa maana sana, kwa sababu ndiye alikuwa anasimamisha jamii yetu. Yawezekana pia katika biashara ambayo ulikuwa unafanya, wewe ndiye ulikuwa umeshikilia familia yenu. Lakini mchana wa siku ya leo nataka nitangaze na niseme ya kwamba walio na tumaini katika Kristo, mambo haya hayajafika mwisho. Maana kuna kuongezeka kwa unga katika kibaba chako, kuna kuongezeka kwa mafuta katika chupa yako. Bado utazidi kuwa tegemeo na tumaini kwa wengine ambao walikuwa wanakutegemea. Lakini ni tu tukimwamini Kristo, ni pale tu tutakapomwamini huyu aliyetuita. Maana neno la Mungu limesema yeye ni mwaminifu na atafanya. Ningependa tupate nafasi ya kuomba tukiwa pamoja, nikikaribisha mtumishi wa Mungu, mchungaji tuliye naye, pamoja na viongozi wetu ambao tuko nao wa kanisa, wakaweza kutuongoza kwa pambio fupi, tukaweze kushukuru Mungu wetu ya kwamba japo twapitia katika magumu haya, ametuwezesha kuwa na tumaini, na ni tumaini linalopatikana katika Kristo. Kwa dakika chache ushukuru pamoja nasi mahali popote ulipo, kisha baadaye mtumishi wa Mungu mchungaji ataweza kututamatishia akishukuru Mungu. Tuzidi kuwa na tumaini, tuzidi kumwamini Mungu aliyetuita ni mwaminifu na atatenda. Shalom, Mungu awabariki sana. Haleluya. Hivyo ndivyo tunakiri mbele zako wewe mfalme wetu na Mungu wetu, ya kwamba wewe ni mwaminifu kila siku, kila saa, kila wakati, hata wakati huu ambao tunapitia changamoto za maisha, changamoto za kiafya, changamoto za kiuchumi. Bwana, tunakushukuru na tunaliinua jina lako kwa sababu wewe ni mwaminifu. Pokea shukrani na utukufu hata kwa neno ambalo umetuletea mchana wa leo, neno la tumaini, neno la himizo ya kwamba katika Kristo Yesu kuna tumaini. Tunaomba Bwana kwa wale ambao ni wagonjwa na katika miili yao wana uchungu ambao unawasukuma na wana kilio katika mioyo yao, wakiomba Bwana, nikumbuke uniponye. Tunawasimama kwenye mwanya kwa ajili yao, tukiomba Bwana, wewe uliye mponyaji wa kweli,
Wewe ambaye ulipokuwa hapa duniani, Yesu Kristo, ulienda popote pale ukiponya waliokuwa wagonjwa mioyo na pia miili. Tuombea wagonjwa katika manyumba, tuombea wagonjwa katika mahospitali. Bwana ukawaponye, kwa sababu wewe ni mponyaji wa ajabu. Pia tunakushukuru kwa sababu utaponya uchumi wetu, utaponya nchi yetu, utaponya biashara zetu na jamii zetu na maisha yetu. Tumaini letu liko kwako, na kwa sababu wewe ni mwaminifu, tukikuamini neno lako linasema tutaona makuu na ya ajabu. We trust in you. We have this hope in you, O God, that in you we are more than conquerors. We will overcome every challenge. We will overcome every mountain. We will overcome every hindrance, every problem that we may be facing, O God. We thank you because your word is true. As it was in the days of Elijah and the Zarephath woman, as it was in the days of Elisha and his servant, even today, O God, you are going to fight our battles and you are going to give us victory, because you are God who blesses his people. We pray for our viewers, we bless them. We pray for their lives, their needs in their hearts and their lives, O God. We pray, O God, that you may meet with each and every one of them at their points of needs. We thank you for the day and the moment we have had, Lord, even to hold our service together. We bless you and we give you glory for all that you have enabled us to do. And we continue to trust in you, that our tomorrow is better, that our future is brighter, despite the situation and circumstances we find ourselves in. We give you praise. For this we pray, believing and trusting in Jesus' name. Amen. Amen. We want to end with a word of prayer, with a word of benediction. But before we do so, we want to give our offerings. You are there at home, you have been watching, and you've been working with us in our service this morning. We also want to give you an opportunity to offer or to give your offering to God. And if you're at home, we have a till number, and our till number is 348797. Our till number 348797. That is our till number. It is our church till number. Unaweza kutoa sadaka yako pale, wewe mshirika wetu. Pia unaweza kutuma tairi yako, kwa sababu pia kama vile neno la Mungu limetukujia mchana wa leo, ni kwamba hata katika hali ya changamoto ambazo tunaweza kujipata katika maisha, bado tunapaswa kumwabudu Mungu na kumtumikia Mungu na mali zetu. Chochote tulicho nacho tumepewa na Bwana, na kwa hivyo pia tunataka kumwabudu katika matoleo yetu. Basi ukituma sadaka yako, ukituma tithe yako kwa hiyo till number 348797 itakuwa imefika, na pale itatoa jina la kanisa letu, Full Gospel Churches of Kenya Kitengela. Bwana awabariki. Basi ninataka kuleta neno la benediction hata tunapomalizia ibada. May the Lord bless you, and may the Lord watch over you. May the Lord go before you throughout the week. Every day, may the Lord be the one to fight your battles, and may you enjoy His victory and your victory in every area of your life. May the favor of God be your portion today, tomorrow, all the way through Sunday, even as we gather again to praise and worship together. May God bless you all. Amen. Amen.